Waswani. Nitaweza kusoma briefly kitu kidogo. Biblia inasema, wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda. Wakatua kati ya Soko na Azeka, katika Efesdaimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya milima upande huu, na Wafilisti wa Israeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Yaani hii vita ilikuwa mahali penye ilikuwa hapo katikati, ni kama valley. So vile kulikuwa na hiyo, nitaweza kwenda haraka juu masaa. So Daudi aliweza kwenda kwa Sauli, akaongea naye, akamwambia, akamuuliza nani huyo, akajua ni Goliathi wanapigana na Waisraeli, yaani Wafilisti. Aliweza kupita katikati ya hilo bonde, aliweza kuokota mawe, zilikuwa 5. Aliweza kuchukua, nazo zilikuwa smooth. So alikuwa na slingshot, yaani ile mbanda. Aliweza kuenda nayo hiyo kombeo, unati hizo. So aliweza kuchukua mawe moja, akaweza ku-aim pale kwa forehead. Aliweza kumpiga Goliathi, na Goliathi akaweza kufaint. Aliweza kufa hapo. Mungu aliweza kuongoza Daudi, na Daudi mbele ya hivyo aliweza kuomba. So Daudi alikuwa mtu wa kwanza katika ile research yangu. So tutaweza kwenda katika huyo mwingine. Ilikuwa Samuel hears the voice of God. So hii tutaipata katika kitabu cha 1 Samuel chapter 3. So hii ilikuwa story ya Daudi ambavyo aliweza ameweza kupeana huko kwa tempo ya Mungu. Aliweza kwenda kumfanyia kazi. Alipokuwa huko, aliweza kuwa usingizi, aliweza kusikia jina yake. Akaweza kuitika, akaenda kwa Eli, akapata si Eli ndo anamuita. Kupata si Eli ndo anamuita, aliweza kulala tena. So aliitwa mara 3. Mara ya 3 ndio saa aliambiwa mara ya pili, akiitwa tena na hiyo sauti, aweze kusema, nipo Bwana, mimi mtumishi wako nitume. Na hapo ndio Daudi Samueli aliweza kutumwa. Tutaweza kusoma. Ilikuwa kwa 1 Samuel chapter 3. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zote. Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona. So hii ilikuwa wakati Eli hadi macho yake ilikuwa imeanza kupotea uzee. So alikuwa anaanza kuwa blind, lakini anakuwa blind sana. So na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3. Naye akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. So hii kitu iliendelea hivyo mpaka penye Eli alimwambia aweze kusema, mimi mtumishi wako. Twende kwa mtoto wa 3,
aliyekuwa kwa Biblia. Ilikuwa wakati walikuwa kwa jangwa. History utaipata kwa John chapter 6. Ilikuwa kumhusu kijana alikuwa kwa jangwa, naye Yesu alikuwa anahubiri. Ilikuwa wakati yenye Yesu alikuwa anahubiri. Yesu alipokuwa anahubiri, aliweza kupita, akavuka hadi mto, akafika hiyo sehemu nyingine. Alipoweza kufika, bado wakaona hao watu wanawafuata. Kupata ati bado wanawafuata, wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, na Bwana, kwani hao watu wakitufuata tutawapea nini kama chakula? Ilikuwa masaa ya lunch hapo. So Yesu hakuweza kuwafukuza watu, lakini hao wanafunzi wake waliweza kumpata ule kijana aliyekuwa na zile loaves and fishes, zile samaki na mikate. Ndio Yesu akaweza kuwaambia wanafunzi wake waweze kuchukua hizo samaki na mikate, waweze kumletea Yesu. Yesu alipoletewa aliweza kuziombea na ziliweza kugawanyika, zikaweza kupatikana, yani zimeweza kulisha watu wote waliokuwa huko, na wakashiba, na bado ilibaki chakula kidogo, yani ilikuwa ni, na hapo walikuwa watu 5,000. So ilibaki 12 baskets na some, kulikuwa na baskets zilibaki sikumbuki abone 12 na 12 baskets of kidogo. Basket. So tuendelee kwa hiyo story nyingine, ilikuwa the little maid of Israel. Huyu alikuwa msichana aliyekuwa ametekwa nyara, na ilikuwa pande ya Israeli. Alikuwa msichana wa pande ya Israeli, alikuwa amechukuliwa akiwa aende akasabuka maid huku kwa nyumba ya mfalme. Alipokuwa kwa hiyo nyumba ya mfalme, aliweza kuwa akapata huyu Naaman. Alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa mkubwa, lakini aliweza kupatwa na ukoma, leprosy. So huyu msichana alipoweza kumwona ati huyu hawezi kupata tiba, na baada yeye ni jemedari wa jeshi, aliweza kumtuma mke wa mfalme aweze kumwambia mfalme ya kuwa huko mjini kwao pana prophet ambaye ataweza kumponya. So huyu king aliweza kutuma leta kwa huyo king wa hiyo pande nyingine, kutuma. Ndio sasa huyo king aliweza kuisoma, akajiuliza kwa nini huyu mfalme anataka kutuma Naaman, mtu mwenye ukoma, aweze kukuja aweze kuponya huku kwangu. Huyu ni kama anataka vita. So ndio huyu prophet aliweza kupata hiyo habari ati kuna mtu anatumwa kutoka hiyo pande nyingine. Ndio sasa huyu king ndio huyu prophet aliweza kukuja, akamwambia king aweze kumtuma huyo mtu kwake. Ndio sasa leta iliweza kutuma kutoka hiyo pande huyo king, kwa hiyo pande ya huko Israel, kwa hiyo pande huyu pande ya Shamu. Aliweza kutumiwa leta tena. Kutumiwa aliweza kuambiwa aweze kuenda kwa mto Jordan aweze kuoga. Ndio sasa huyu Naaman aliweza kujiuliza maswali, kwa nini akanituma kwa hiyo mto chafu hivyo kuliko angenituma kwa hizi mito ziko hapa kwetu? Ndio sasa hakuelezewa, lakini yeye aliweza kuchukua ushauri, aliweza kuenda kwa hiyo mto, akaweza kuogelea mara 7 na akaweza kupona. Tunaweza kuendelea kwa story hii nyingine ya baby Moses in Nile. Mahali penye hii story inaweza kutufunza hapa, tunapata Moses, ilikuwa wakati wenye Farao alikuwa anaua watoto wa Israeli,
au Mahebrews walikuwa wamesemekana waweze kuuliwa. Ndio saa mama yake aliweza kumchukua kijana yake, akaweza kushona hizi mabasket, akaweza kupaka kitu solid huko ndani isiweze kuingiza maji. Aliweza kumweka kijana yake katikati ya hizi reeds zenye zinakuwa kwa mto kando kando. Hapo ndio ilikuwa mahali penye huyu msichana wa mfalme alikuwa anapenda kuogelea hapo sana sana. Sasa hapo sinye alikuwa hapo, aliweza kusikia sauti ya mtoto ikiwa analia. Kusikia mtoto akiwa analia, ndio saa akatuma mfanyikazi wake aende achunguze nini hiyo. Ndio saa akasikia ni mtoto, akaweza kumchukua. Huyu malkia aliweza kumchukua Moses, akaweza kumpeleka ndani. Ndio saa dadake Moses, Miriamu, aliweza kuja akamuuliza huyu malkia kama anataka mtu wa kumlisha huyu mtoto kwa kuwa yeye ni mdogo. Aliweza kumwambia ndio. Saa Miriamu akaweza kumwitia mamake. Mamake aliweza kumfunza Moses mambo nyingi alipokuwa huko katika nyumba ya Farao. Ingine ni story ya Josiah becomes the king. Ule mtoto Josia, hiyo tunaweza kuipata katika kitabu cha 2 Kings chapter 22. Tutaweza kusoma. Josia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Edina binti Adaya wa Bozkadi. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala kushoto. Hapa tunapata huyu kijana alikuwa umri wa miaka 8 years alipoanza kutawala. Aliweza kutawala nchi ya Yerusalemu miaka 31 years akiwa mfalme. So aliweza kuongoza, aliweza kufuata footsteps za babake, aliweza kufuata footsteps za Daudi baba yake alipoweza kuwa huko katika uongozi kwa huko. Yosia aliweza kuwa anafuata vile yeye aliweza kufanya. So alifanya mambo mazuri kulingana na Biblia na kulingana vile yeye aliweza kufunzwa na babake. Hakuweza kupingana na kitu yote. Vile babake aliweza kufanya ndio yeye aliweza kufanya. So yeye hakuweza kwenda left ama right. Hakuwa hivyo. Aliweza kufuata kwa kitu moja. Tuendelee kwa story nyingine ya Jesus of the Temple. Yuko kwa Luke chapter 2. Hapa ni mahali penye mama ya Yesu anaweza kumchukua Yesu, anampeleka huko kwa temple waweze kuabudu. Wakiwa wanarudi kwa nyumbani, wanapata hawana Yesu. Wanaanza kuulizana wapi tumemwacha Yesu. Wanaanza kupanga safari tena ya kurudi huko. Na pia mahali penye alikuwa anaenda kuabudu na huko nyumbani ilikuwa mbali. Ilikuwa kilometers. So alipoweza kuwa Yesu alipoweza kuacha huko kanisani, waliweza kushtuka kwa nini wakamwacha na nini aje walifanya. Ndio sasa wao wakiwa wamerudi tena, waliweza kumpata Yesu akiwa katikati ya wale walimu, akiwa anafunza na akiwa anauliza maswali. Sasa wakiwa wanamchukua Yesu, akauliza, kwa nini basi mnanitoa kwa nyumba ya baba yangu? Ndio Yesu akaweza kuitikia, wakaenda nao nyumbani. Lakini Yesu aliweza kuwa anataka kukaa huko kanisani kwa kuwa ni kwa nyumba ya baba yake. Pia sisi watoto tunafaa kuwa tunalia, kukua tunakaa kanisani.
tukiwa tunajitengea masaa yetu, tunaweza kuja kanisani, tunafunza mambo mengine. Ingine ni Jesus blesses the children, nikitamatiza. Kwa kuwa hapa hii story inatufunza ni pale mahali ambapo Yesu aliweza kuwa na wanafunzi wake, watoto waliweza kuletwa kwake ili aweze kuwabariki. Wanafunzi wake Yesu waliweza kuwakataza hao watoto kumkaribia Yesu, lakini Yesu aliweza kuwakejeli, akauliza swali, kwa nini mnawakataza watoto wakuje kwangu? Ndio saa hao watoto wakaweza kumkaribia, wakaweza kupata kwa Yesu, wakaweza kukuja kwa Yesu, wakaweza kukua, wakapata mibaraka na furaha tele. Kwa hizi stories zote zenye tumesoma, tunaweza kupata zinatufunza tukue na trust, courage na obedience from a young age. Yaani tukue tunatii, tukue na ujasiri, na tukue na trust nini na Kiswahili, na kuamini kwa njia zenye Yesu na watu wengine wote wameweza kutufunza kwa hizi stories za Biblia. Nisema aje? Amen.